Machinga tumewasikia, na mama zangu wa mamalishe tumewasikia. Na mamalishe, tembeni mkideka kabisa, kwa sababu na mke wangu aliwahi kuwa mamalishe. Na akitokea mtu yule migambo wale waliokuwa wanasumbua akigusa sahani yako, mwambie unagusa sahani ya mke wa waziri mkuu hapa. Kwa hiyo tumepokea hizi, naomba mridhie, tutakaa na taasisi hizi za kifedha na maelekezo ya Mheshimiwa Rais, tutatue mkwamo popote pale unapojitokeza kuhusiana na lengo. Nia ilikuwa njema sana, kwa sababu ni kweli hizi fedha kuna maeneo mengi, hata nyie hapa mmekiri, zilikuwa zinaenda kwenye makundi ambayo hayakukusudiwa. Ni kweli kabisa, zilikuwa zinaenda kwenye makundi ambayo hayakukusudiwa. Vikundi vingine vilikuwa hewa, hata havifanyi kazi. Kwa zilikuwa zinaenda kwenye maeneo ambayo watu wanagawana, na vikundi hivyo hata havifanyi kazi. Serikali ilitaka fedha hizi zije kwenu ninyi wenyewe mnaofanya kazi. Kwa hiyo tutatatua tu ile tatizo la kuhusu mnapataje, lakini lengo ni kwamba zije kwenu mnaofanya kazi hiyo. Kwa hiyo hii tutaifanyia kazi na wenyewe tutawasiliana mapema. Kuna maeneo mengine ambayo mmeongelea yanayohusiana sheria na kanuni zile ambazo huwa zinabadilishwa kwa kupitia bajeti yetu ya serikali. Sasa hivi ndio bajeti ya serikali imeanza. Tunaweza tusiite kundi lote hili kwa ukubwa wake. Tutawaita viongozi wenu, tukae na wenzetu wa mamlaka ya mapato, tukae na wenzetu wa Wizara ya Fedha, ili tunapokwenda kubadilisha sheria, mnakumbuka zile zingine tulikuwa tunazibadilisha kupitia bunge. Hatuwezi tukatamka tu leo hapa kwa sababu ni sheria zilizotungwa na bunge. Lakini tutakaa kabla ya bunge la bajeti ili ziweze kuingia kwenye bunge la bajeti na ziweze kubadilishwa kama tulivyobadilisha zile zingine. Hoja zenu ni za msingi, tumepokea na zina mashiko. Kwa hiyo tutafanya utaratibu ule ili ziweze kufuata taratibu zile ambazo tumekuwa tukizitumia. Nimepokea na ile ya masuala ya faini. Ni sawa na gari. Tunaweza hata tukaongeza kwa bodaboda. Kama gari ni siku 7, bodaboda na bajaji hawa ni wadogo, tunaweza tukaongeza ili wajikusanye. Na mimi nilishasema katika baadhi ya mikutano, tuna rais wa mfano kwa kuwahurumia Watanzania. Alipochukua madaraka alisema hataki kuendesha serikali kwa fedha ya dhuluma. Fuatilieni, hii haijawahi kutokea. Ni hali ya juu sana ya kujali haki, ni hali ya juu sana ya kuwahurumia unaowaongoza. Na akaelekeza mamlaka ya mapato, kama kuna mliochukua fedha zaidi ya makadirio warudisheni. Mimi niliwahi kuona kwenye vitabu vitukufu, lakini rais wetu amefanya na watu wamerudishiwa. Anasema kama mmechukua zaidi ya iliyotakiwa warudisheni. Fuatilieni watu wa maduka ya fedha za kubadilishia maduka ya kubadilishania fedha, ilikuwa imekadiriwa fedha kuliko ambayo ilitakiwa, walirudishiwa. Na taasisi zingine zote tuenende na uelekeo huo aliotoa Mheshimiwa Rais. Kama tumekubaliana hii ni faini, hatuna haja ya kubambika makosa ili fedha ile iwe kubwa. Tuende na utaratibu ule ambao tumekubaliana. Lakini pia kama tumekubaliana kwamba hii ni faini, mpeni kitendea kazi chake ili akatafute fedha. Huna haja ya kushikilia kitendea kazi na huko unasubiri faini. Wala mambo haya tusifanye ni ya ugomvi. Utaratibu ni kama kwenye mpira, tulishaweka kwamba ukifanya kosa hili unapewa kadi. Ukipewa kadi wanapokeaga pia wanatabasamu. Kama tumekubaliana kwamba ukifanya kosa hili una faini, wala tusiviziane. Mpeni kitendea kazi chake, iwe baiskeli, iwe mkokoteni, iwe bajaji, mpeni akafanyie kazi, awaletee faini. Lazima tuheshimu ofisi za watu. Mheshimiwa Waziri, utajisikiaje ukiamka unaelekea ofisini kwako unakuta ofisi ilishachukuliwa au imefungwa? Wenzetu hawa ofisi yao ndio hiyo anayofanyia kazi.
wa usafirishaji. Ule usafiri ndio ofisi yake. Ukishikilia ofisi yake unasababisha watoto wake walale njaa. Unasababisha afukuzwe kwenye nyumba aliyopanga. Unasababisha asitibu mgonjwa ambaye anahitaji msaada wake wa matibabu. Anaweza akawa mke wake anahitaji kujifungua. Unasababisha kosa fedha hiyo. Wao haya mambo yana mapana na marefu kuliko pale unapoona wewe pale unapofanya uamuzi. Hivyo sahani ya mamalishe wewe unaweza ukaiona ni sahani tu, tena ukaiona ya chuma. Mimi nikwambie hiyo ni ofisi. Hiyo ni ofisi. Mimi nimewahi kutunzwa kwa miezi kadhaa na mke wangu akiwa anafanya hiyo shughuli ya mamalishe. Na mkanda nje nilikuwa navaa. Lazima tuheshimu ofisi hizi za watu.